Bana Captain Kizinga. Baba. Uko vizuri? Niko vizuri. Baba. Hatari. Captain. Aya. Hatari. Hatari. Sio kweli. What a player. Wana mpango gani? Harris na JSM wana mpango gani? Sijajua. Hawa sio watu wazuri. Wana mpango gani na klabu bingwa barani Afrika? Kwa sababu kwa kile kilichofanyika jana, maana yake ni kwamba moja kwa moja unatuletea watu kutoka Marseille ya Ufaransa, unatuletea water player, unamleta mchezaji yupo kama Anelka, Mfaransa yule. Baba. Ufaransa tena. Hii anaitwa Sheikh Ibrahim. Bwana hatari. Ture. Dada Deki. Yaani kama kule alikotoka. Mchango wa goli 25 kwa watu walioendelea kimpira duniani. Tanzania hii kwa hao mabeki wao wenye bleach hao. Wao nafikiri atafikisha goli ngapi kama sio 60 70? Kwani uone view makubwa. Kwa mabeki wao wale? Mavala. Tushimiane. Kwani mwindo. Yaani beki kabisa we. Bwana we. Kama alilambishwa tope na Alan Okello linakuja jitu lenye mlaba. Ukimwangalia Sheikh Ibrahim Ture anafunga kulia, anafunga kushoto, yaani ana matumizi ya miguu yote ya kulia na kushoto. Bana tumepata mtu what a player. Sasa mmeleta mizigo hayo. Nani kasema huyo? Kubwa sana. Nani kasema huyo? Ashindwe na alegee. Toka pepo. Mili mikubwa. Toka pepo. Toka pepo. Toka pepo. Wewe ambaye unasema tumeleta mizigo, toka pepo. Sheki tumeleta ile mali. Yaani moja kati ya wachezaji ambao wanakuja kuiheshimisha ligi yetu ya NBC ni pamoja na hawa wachezaji waliotambulishwa siku ya jana. Mwangalia kabisa ni mchezaji ambaye ni hatari. Anakuja adui wa mabeki. Anakuja imamu wa kuwafungisha sala mabeki na magolikipa. Anakuja adui wa magolikipa kwenye nchi yetu. Kizinga, mlisemaga hivyo kipindi kile kana AI, akina nani wale walikuja gari. Kasifia AI, si nani wako wapi? Na Konkoni. Mechi 2-3 hatuwaoni tena. Mara baada ya kuona wale wachezaji tuliowaleta hawakufaa chochote. Na wametoka kwenye ukanda wa kawaida hapa sehemu jirani hapa. Ndio maana GSM ameamua kuvuka sasa kwenda Ulaya. Kumleta mchezaji Sheikh Ibrahim. Sawa. Kutoka katika nchi ya Ufaransa. Ni jambo ambalo wewe mwenyewe lazima ushtuke. Hawa Ufaransa ni nchi ambayo ina wachezaji wakubwa sana. Unamzungumzia Kylian Mbappe na wengine wote. Ufaransa. Huyu bwana sio ametoka Ufaransa huyu? Kuna mchezaji hapa ametoka Marseille. Ufaransa. Huyu kiungo mshambuliaji, winga kushoto na kulia. Hawa ni wachezaji, mmoja ni MVP kutoka Zambia, si ndio? Lakini huyu mwingine ni mchezaji ambaye amepita kwenye academy ya Marseille kutoka Ufaransa, si ndio? Sasa kama unamleta mchezaji ambaye amepita kwenye academy kutoka Ufaransa, maana yake ni nini? Kwamba vile vitu vya Ulaya ndio tunakuja kuletewa hapa. Tumezoea kuviona kwenye ligi ya Spain, tumezoea kuviona kwenye ligi ya Ufaransa, tumezoea kuwaona PSG. Mimi nilikwambia kabisa Mavala. Hizi safari za Engineer Harris kwenda Ufaransa, hii safari ya kuwa na rafiki wa rais wa PSG, kuna kitu nilikwambia Mavala, umesahau? Kuna kitu kitakuja. Leo hii Harris anakuja kutuletea mchezaji ametoka kwenye academy ya Marseille Ufaransa. Come on Harris. Una mpango gani wewe na ligi? Tulisema hivyo na msimu wakati unaanza, ule msimu ambao umepita huo. Tulisema mkaja kuchukua ubingwa kwa mbinde. Tulisema hivi tunaleta wachezaji kutoka Ufaransa. Tulisema tunaleta wachezaji kutoka Ufaransa. Mlisema mmeleta vyuma mtatangaza ubingwa mapema. Sasa vile vyuma tulivyokuja navyo achana navyo. Vile achana navyo. Hivi vyuma ambavyo tumetambulisha jana. Na mimi nitaka nishangae. Yaani unatambulisha Engineer Harris mwenyewe. Kweli water player. Water player. Mkapigisha na shoti. Shoti gani? Simba mkamleta shoti kwa Simba. Sasa hapo Mavala, sisi hatufeli. Na hili nataka niwafundishe kidogo watu wa mpira na mashabiki wa Simba na Yanga, wale ambao hawajui. Sababu unaweza ukakuta kuna shabiki wa Yanga kanungunika kama hindi, kuna shabiki wa Simba kama hindi, lakini mjadala mkubwa ulioko unatembea sasa hivi, shabiki anasema kwa nini Yanga wameipa sijui nini ile promo kampuni ya nyingine ya Simba ile. Nataka tuambie kitu kimoja shehe. Kwenye utani wa Simba na Yanga, kwa sababu kile kitendo kilichofanyika pale ni sehemu ya kuimarisha utani wa jadi wa Simba na Yanga. Wewe huwezi kumtania Simba ambaye hajakamilika. Sio kweli. Mimi niwapongeze viongozi wa Yanga kwa ule utani wa water player.
yule jamaa, kwa sababu kwanza jana tumetambulisha mawata player watatu, tumetambulisha na wata player shabiki. Kwa hiyo yule wata player shabiki kwa namna alivyokuja mimi nimependa, kwa sababu tunakwenda kuitania Simba, tunakwenda kumtania shabiki wa Simba, kiongozi wa Simba, tunaitania Simba yenyewe iliyokamilika. Wewe unasema sisi tumeipa nini sijui kampuni nyingine, sio kweli. Sisi tunataka tuitanie Simba iliyokamilika. Hapa kuna Mo, hapa kuna mnyama mwenyewe, hapa chini kuna Beti, anaitwa nani yule? Betway. Lakini huku kuna Diadora, huku kuna Jairuti. Wewe unataka tuwatanie watu ambao hawajakamilika? Hapa Mzabuni hayupo, huku sijui Mo hayupo. Sasa inakuwa jezi ya Simba hiyo imekamilika? Sisi tunaitania jezi ya Simba iliyokamilika na wana Simba wenyewe. Kizinga. Naam. Wachezaji unawajua kweli wale? Wale wachezaji? Au na wewe umeona tu kwenye clip tu. Wale wachezaji, wewe umeona kwenye mechi gani? Wale wachezaji, ngoja kwanza nianze na mchezaji anaitwa Kangwanda. Huyo nani Mzambia? Yule mchezaji ukitaka kumjua vizuri au ukitaka kuwauliza watu ambao wanamtambua vizuri, nenda kawaulize wakina mwenezi wa Azam. Kuna mchezaji wa Azam mpaka sasa hivi majeraha yamekwisha juzi tu. Alipigwa chenga moja katenguka nyonga, mpaka leo hii kaanza mazoezi juzi. Kapigwa chenga moja pale na huyo Kangwanda. Yes, Kangwanda namlaza mtu chips pale anakwenda nawe kakamba, umesahau? Hukuwepo kuangalia? Mimi nimeangalia. Haya, huyu mchezaji aliyotoka Marseille Ufaransa, wewe hujafuatilia? Sasa au Msenegal? Sio Msenegal bwana, anaitwa nani yule jamaa? Mtafutieni, ya majina ametambulishwa jana ujue. Acha tu. Acha Ibrahim Ustazi huyo. Hussein. Hussein bwana Mungu akubariki sana. Hussein. Mtu maana sana. Sana. Hussein. Katoka Ufaransa. Huyo katoka Marseille Ufaransa. Umeona hapa Kizinga? Au na wewe? Heris alikwenda. Ndio maana nilikwambia. Heris alikwenda. Sasa shehe, ngoja nikwambie kitu kimoja. Rais wa Young Africans tangu ameingia madarakani 2022, moja kati ya vitu alivyoviahidi vinaendelea kutekelezwa na kutimia. Tangu tumeanza kulichukua kombe la NBC mpaka leo ni mwaka wangapi? Tunachukua tu mara 5 mfululizo. Maana yake ni kwamba Engineer Hersi anapofanya usajili ni usajili kweli. Sawa, anakuletea mchezaji, unamuona mchezaji hata kama mwingine hajafanya vizuri, lakini ile ingia toka inakuja kutupa sisi ubingwa. Watu wanasema mnawapamba sana, nyinyi hamjaona, kwa sababu kuna wachezaji washakujaga hapa mkawapamba sana. Wao ndio hawajawaona, mimi nimewaona. Kuna yule alitokaga Uingereza, kuna yule uchaguzi wa Yanga akatambulishwa pale, anatoka Uingereza. Muona Bigilimana. Sasa Bigilimana mkasema kutoka ligi kuu ya Uingereza ipo Bongo. Bigilimana hajacheza Newcastle United. Sawa. Ajibu kwanza. Alideliver. Alicheza kucheza? Alicheza. Saidon Tibazonkiza alicheza Ufaransa hakucheza? Sawa, alicheza. Alivyokuja Saidon Tanzania hakufanya vizuri. Alifanya vizuri. Na alikuwa akacheza Ufaransa. Bigilimana sikacheza Newcastle. Amekuja hapa hajafanya vizuri. Kwa hiyo ndio utofauti huo. Anaweza akaja hapa mchezaji umemuona amefanya vizuri huko, lakini hapa akashindwa kuperform vizuri. Mfano tunamzungumzia Wilson Onana. Alisajiliwa na Simba, lakini alikuwa ni mchezaji ambaye alikuwa amefunga magoli mengi na alikuwa MVP, lakini hapa akashindwa kufanya vizuri. Tumemwona Klamu, Simba walimleta akiwa ni mchezaji mzuri na amefanya vizuri na alikuwa MVP hata Ivory Coast, lakini alishindwa kufanya vizuri. Jean Charles Ahoua kaondoka mnyama pale. Sawa, hawa ni wachezaji unawaleta, wanaweza wakaja wakakofa kitu, lakini niseme kitu kimoja. Hii inatoa rai. Viongozi wa Young Africans mmemleta Sheikh Ibrahim Tule. Huyu ni mchezaji ambaye anakuja kuwa adui wa mafulbeki, anakuja kuwa adui wa magolikipa. Tunaomba tafadhalini, huyu apelekwe kwa Sheikh akapigwe dua. Mimi na uhakika kabisa kwa namna ambavyo nimemuona huyu jamaa, kuna watu watamwendea kwa waganga. Kuna watu watamwendea kwa mganga. Hawa wachezaji watatu tunaomba wafanyiwe dua ya kuwalinda. Wapunguze nguvu. Aziz Ki anafika hapa balali lolifanya watu swaliiba jezi wakamwendea kwa mganga. Kuna watu wezi. Timu gani hiyo? Mandala anaonekana klabuni amekuja na begi pale Jangwani, alikuwa amekuja kufanya nini? Kuna wachezaji tuangalie. Kuna watu wameandaliwa, wameandaa wadada wazuri. Leo hii kuna mpango wa madada wazuri wameandaliwa katika jiji la Dar es Salaam. Wanajua Sheikh Ibrahim Tule amekuja hana mwanamke. Unakuta tayari tu kwenye ukurasa wa klabu wamemmention pale Ibrahim Tule anakwenda mwanadada ana like picha zote na video zote.
Ibrahim Tule akiangalia nani huyu? Kizinga ndio sikujiongeza huko, lakini nani huyu? Shida iko wapi? Tena wanapiga zile picha sijui za nini, unakuta anawaka kama Beyonce. Wewe ndio sikujiongeza. Hawa ni watu ambao tayari wapinzani wetu wamewaandaa kwa lengo la kwenda kutuharibia wachezaji. Kizinga, naam, wametambulisha Ibrahim Dumbia na wanasema wanawahurumia mabeki hasa kuanzia hapo tarehe 12. Anatoka nchi gani? Kweli kweli la mabao. Taarifa nilizozipata huyo mchezaji alikuwa Senegal. Taarifa nilizozipata huyo mchezaji alikuwa anacheza Gongo la Mboto. Ibrahim Dumbia huyo wa Simba? Alikuwa anacheza Gongo la Mboto. Amecheza Gongo la Mboto? Umemfuatilia vizuri kweli? Nimefuatilia. Wewe ukimwangalia unaona kabisa yule mchezaji wa kimataifa yule. Nenda kamzumu vizuri, muangalie vizuri huyu mchezaji wa kimataifa. Kwani mchezaji unamwangalia nini wewe Kizinga, unamwangalia nini? Yaani nataka nikwambie kitu kimoja. Katika nchi ya Mali wachezaji wazuri waliokuwa nao waliojaliwa ni wachezaji waliopita kwenye akademi mbalimbali za Ulaya. Na wale wachezaji wanacheza ligi mbalimbali za Ulaya. Ni mchezaji mmoja tu ndio aliyepata bahati ya kusalia pale na akachukuliwa akaja Tanzania, Jigi JR Screen Protector. Basi. Lakini hawa wengine hamna kitu. Wewe niambie wachezaji gani wametoka Mali wamekuja hapa wamefanya vizuri? Huyo Lasini Kouma mwenyewe yuko wapi? Hamna kitu. Aba Mansour Biloka cha Arabia amechemka, huyo akaondoka. Sema naelewa? Hamna kitu. Kwa hiyo ni Diarra tu peke yake, na ndo Diarra ndo MVP wa ligi yetu na wampe tuzo yake. Wao wanasema wanahurumia tarehe 12. Kwa hiyo wanamhurumia nani? Wajihurumie wao. Kizinga. Naam. Kwani unasogea nyuma sana. Nikaa hapa. Hapa. Sasa sisi wata player. Wata player. Wata player. Unajua pale uwanja huu hakuna jumba la dhahabu. Jumba la dhahabu? Pale. Na ndo tunataka. Nataka nikwambie kitu kimoja. Huku kuna eneo la wazi. Geti ni moja tu. Mimi nataka nikwambie kitu kimoja. Au mtenda msikiti. Nataka nikwambie kitu kimoja. Tumewasikia viongozi wa TFF na bodi ya ligi. Hasa viongozi wa TFF Wallace Karia akisema kwamba watadili na wale ambao hawataingia kwenye vyumba. Nimwambie kitu kimoja. Kama kuna sehemu rais umepata mafanikio makubwa kwenye nchi ya Tanzania na kuweka historia, ni Wallace Karia. Kwenye ligi yetu pamoja na timu yetu ya taifa kufika kwenye michuano ya AFCON mara kadhaa chini ya utawala wake na kuifanya ligi yetu imesogea mbele kidogo. Kama kuna sehemu ambapo watakwenda kujipaka matope ni kwenye eneo hili la kuruhusu timu ziingie kwenye vyumba bila kukaguliwa usalama wa timu zinazoingia kwenye vyumba. Kama utaruhusu watu waende wakapulizie madawa kwenye vyumba na sisi tukabaini kwenye hichi chumba sio sehemu salama, unataka sisi tuingie ili wachezaji tuliowaleta wa gharama. Tumemleta Sheikh Ibrahim Tule, mchezaji ambaye amesajiliwa kwa fedha nyingi kutoka barani Ulaya. Tumemleta mchezaji kutoka katika akademi ya Marseille Ufaransa. Unataka kaingia kwenye chumba cha watu wamepulizia dawa ya sumu ya panya, kunguni, mende, viroboto, aende akapate madhara? Hatuko tayari. Tunamwambia Wallace Karia aandaa madaktari kabla ya mechi, timu hazijaingia, waende wakafanya research huku wakiwa na mtu wa timu pembeni. Kwa hiyo ni nyie tu ndio mnafanyia hujuma. Sisi. Mbona kama nyie Yanga mnaonekana? Sio sisi tu, hata Azam wamefanywa hujuma. Wachezaji wa Azam hawajajiarishia Arusha kule. TRA wa kumfunga Azam goli 4. Lazima kuna wakati mwingine unapoanza kutengeneza kuwanyoshia vidole watu. Nenda kaangalie. Leo hii wanakuambia wako tayari kupiga adhabu zaidi. Hiyo adhabu unayoipiga wewe unanufaika kwa kupata pesa, lakini umeangalia mzizi wa haya mambo kuyakomesha? Wewe unataka kusemaje? Mimi ninachotaka kusema, viongozi wa bodi ya ligi na TFF, andaeni mpango mzuri kukomesha haya matatizo. Jambo la kwanza, kuandaa madaktari bingwa ambao watafanya research kabla ya timu kuingia uwanjani. Kisha baada ya hapo wakishajiridhisha usalama upo wa kutosha, basi kila mtu ambaye atakwenda pale kwenye ile research, Young Africans mfano, anakwenda daktari wa bodi ya ligi na TFF, huku akiwa na daktari wa Young Africans, wanakwenda kuconfirm hali ya hewa ya chumba ambacho utakwenda kuingia. Ukishajiridhisha kiko salama, basi bana, chumba chako kiko salama. Kama unaweka mlinzi wako weka, na wewe Simba chumba chako kama unaweka mlinzi wako weka. Wote wanaingia kwenye vyumba wakiwa salama na wanatoka wakiwa salama. Tunataka kushuhudia mpira uliokuwa safi. Nataka niwakumbushe, wakati Simba anafungwa goli 5 na Young Africans Benjamin Mkapa, mechi iliyofuata Simba alifungwa goli 2-1. Anafunga Azizi, anafunga Joseph Gwede. Simba anafunga Fred funga kama unakumbuka. Mechi ile Simba aliandaa, walipuliza madawa kwenye vyumba vya Benjamin Mkapa. Young Africans inapata taarifa kwamba kule ndani sio salama. Wanaitwa viongozi wa TFF, bwana, humu ndani hakuko salama. Wanakwenda kufanya research, wanagundua kweli kuna harufu mbaya. Wakawaruhusu
Young Africans nendeni mkabadilishia kwenye korido lile la waandishi wa habari, wakaenda kubadilishia pale. Simba anakufa. Simba akiwa kule ndani anajua Yanga kaingia magetoni, halafu Yanga kule hajaingia, Simba anakwenda kufa. Unamwona Ngoma na wainua mashabiki, yani leo hoya leo nyingi, halafu kumbe hamna. Simba kafanyaje? Akafungwa. Tunahitaji vile, lakini ukiruhusu vyumba vipuliziwe madawa, maana yake wewe umeruhusu Young Africans afungwe. Yani unatumika kwenye hujuma ya kusababisha Yanga fanyaje? Hatuko tayari. Msipofanya research hatutaingia kwenye vyumba pale Uhuru pale. Si kuna msikiti? Tutakwenda msikitini. Basi, shukrani. Asante sana. Kapumzika. Haya.